Soma vitabu kadhaa, alafu tanena kwa ufupi. Pia ningetaka jioni ya leo tuwe na nafasi nzuri ya maombi. Sitaki tukunena sana, nataka tuwe na wakati mzuri wa maombi. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 4, majira mapya katika jina la Yesu, ili tuombe kwa ajili ya mwezi wa 4 na tuombe kwa ajili ya malango ya mwezi wa 4 na tushughulikie walinda malango katika jina la Yesu, na tutabirie mwezi wa 4 katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo nitaongea kwa ufupi, kisha tutaingia katika maombi kwa ajili ya mwezi wa 4 na kwa ajili haya majira mapya katika jina la Yesu. Kila majira yana malango na kuna wale walinda malango katika jina la Yesu. Haleluya. Ili katika jina la Yesu Kristo tuweze kuyatimiza mapenzi na makusudi yake Baba aliye juu mbinguni katika jina la Yesu mwezi huu na kuendelea. Kitabu cha Marko 5:24 mpaka 29 na nitasoma. Nimesema ya kwamba katika jina la Yesu tumjue Yesu Kristo ili tukaweze katika jina la Yesu kupokea kutoka kwake sawasawa na mapenzi na makusudi yake Yesu Kristo. Nitasoma 24 mpaka 29 kitabu cha Marko. Nitasoma. Akaenda pamoja naye mkutano mkuu, wakamfuata wakimsonga songa. Fikiria hilo neno mstari, wakimsonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo, kusifae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mathayo 14 mstari wa 35 na 36. Kitabu cha Mathayo 14:35 na 36. Wacha nianzie 34. Na walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti. Na watu wa mahali pale walipomtambua, walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, na wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Kuhusu kumjua na kumfahamu Yesu Kristo, ili tunapotembea naye Yesu Kristo mwana wa Mungu katika jina la Yesu, tupate kupata kile ambacho kilifanya Yesu akatoka juu mbinguni akaja duniani akiwa Mungu, akavaa sura na mwili wa mwanadamu, akaenda msalabani na akafa kifo cha aibu. Nataka niwaambie ya kwamba Yesu hakuwa amekosa chochote. Yesu hakuwa amekosa chochote. Hata kabla ya mwanadamu kuumbwa, Yesu alikuwepo, alikuwa Mungu, alikuwa hajakosa chochote. Kama ni kuabudiwa, tunaona malaika walikuwa wanamwabudu, wazee 24 walikuwa wanamwabudu, viumbe 4 wenye uhai walikuwa wanamwabudu. Alikuwa anaabudiwa na malaika kule juu mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu kuja hapa duniani si ati ya kwamba alikuwa amekosa chochote ama alikuwa amepungukiwa na chochote, bali ni upendo. Bwana asifiwe. Upendo, kitu kinaitwa upendo kwa mwanadamu ndicho kilimfanya Yesu Kristo akaja hapa duniani. Maana hata pasipo mwanadamu, Mungu atabaki kuwa Mungu. Siku zote alikuwa Mungu. Hata mimi niondoke, niache wokovu leo, Mungu atakuwa Mungu. Sitaacha wokovu, lakini nataka niseme hivi, hata mtu yeyote hawaya yule mwanadamu aondoke, aache wokovu leo, aondoke, aache kanisa leo, aache imani leo, Mungu atabaki kuwa Mungu. Yesu atabaki kuwa Yesu. Na siku zote amebaki kuwa Yesu. Anayeondoka ndiye atapata hasara, ndiye ataenda jehanamu, ila Mungu atabaki kuwa Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo kuja hapa duniani si hata kwamba alikuwa amekosa chochote. Hapana, ni kwa sababu ya upendo aliyokuwa nao juu ya mwanadamu. Maana siku zote atabaki kuwa Mungu na yeye ni Mungu. Kwa hivyo
ningetaka katika jina la Yesu, upendo wa Yesu aliyotupenda nao, haleluya, upendo huu wa Mungu aliyotupenda nao, haleluya, upendo huu wa Mungu aliyotupenda nao, huu upendo tuweze kupokea katika jina la Yesu Kristo. Upendo wa Mungu tuweze kupokea, na matunda ya upendo, matunda ya upendo tukaweze kuyakula, matunda ya upendo wa Mungu ambao aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee pale msalabani. Ni upendo Mungu aliyokuwa nao juu yako, ni upendo Yesu aliyokuwa nao juu yako, ndio alikuja hapa duniani. Tusipomjua Kristo Yesu, hatutafaidika na upendo, hatutakula matunda ya upendo. Na ni wengi ambao leo ni wana wa Mungu, na Mungu anawapenda kabisa, na Mungu anawapenda, na Mungu anapenda mwanadamu. Hiyo ni ukweli wa mambo. Mungu anapenda mwanadamu. Mungu anapenda mwanadamu sana. Ndio mjua Mungu anapenda wanadamu. Malaika walipohasi hawakupewa nafasi ya kutubu, lakini mwanadamu alipohasi alipewa nafasi ya kutubu. Si nafasi ya kutubu peke yake, hata mshahara wa dhambi Mungu akaamua mwenyewe ndiye atayelipa. Kile kinahitajika kwa ajili ya ondoleo la dhambi, Mungu mwenyewe akatoa. Mungu akasimama kwa niaba ya mwanadamu kwa ajili ya upendo ambao Mungu alipenda mwanadamu. Biblia inasema hivi, nilisoma katika Biblia, Biblia inasema hivi, hata malaika wanashangaa sana jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwa mwanadamu. Hata malaika wanashangaa sana kuhusiana na neema ya Mungu. Wanashangaa. Biblia inasema hata malaika hawawezi kuelewa, hata malaika watakatifu hawawezi kuelewa kikamilifu, they cannot comprehend fully the love of God. Malaika kwa mwanadamu, they cannot comprehend the love of God. Hata mashetani hayawezi yaka comprehend upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Hivyo ndivyo upendo wa Mungu kwa mwanadamu ulivyo mpana, ulivyo urefu. Ndio Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso tulisoma, tuweze kujua jinsi rehema na upendo wa Mungu ulivyo katika upana, katika urefu. Kwa hivyo upendo wa Mungu kwetu ni mwingi sana. Haleluya. Hata malaika, Biblia inasema they cannot comprehend, hawawezi eleza, hawawezi elewa. Ni Mungu peke yake anayejua jinsi upendo ulivyo. Lakini bahati mbaya, mwanadamu hajui na atambui upendo wa Mungu kwake. Haleluya. Narudia tena, mwanadamu hajui na mwanadamu atambui jinsi ulivyo upendo wa Mungu kwake. Haleluya. Kama mwanadamu angalitambua, kama mwanadamu angalijua jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwake, basi mwanadamu angeasi. Haleluya. Mwanadamu angeasi, basi mwanadamu angeacha imani, basi mwanadamu angeacha wokovu, basi mwanadamu angeacha Yesu na kufuata mambo ya dunia hii, kama angalijua jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwake. Na jambo la pili, kama mwanadamu angalijua jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwake, basi angalivunjika moyo. Na kitu cha pili, angeacha kuomba Mungu, angeacha maombi, angeacha ibada. Kama angalijua jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwake, angeacha ibada katika jina la Yesu. Mimi nawaambia leo, kuna watu ambao wako manyumbani wamestareka tu, si hata kwamba hawawezi kuja kwa ibada. Ni washirika wa hapa, wanaweza kuja kwa ibada, lakini wameamua kupumzika, wameamua kukaa tu. Kwa sababu gani? Hawajui jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwao. Na sisi hatujui jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwetu, na kwa sababu hatujui jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwetu, basi matunda ya huu upendo hatushiriki, wala matunda ya upendo hatutafuti, maana hatujui jinsi upendo wa Mungu ulivyo kwetu. Kwa hivyo Yesu Kristo alishuka kwa sababu ya upendo aliokuwa nao juu ya mwanadamu. Si kwa ajili kuna kitu ambacho Yesu alikuwa anataka.
Haleluya. Ama kuna kitu ambacho, achani waambie, tusije tukafikiria siku hata moja ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu anafaidika kutoka kwetu. Usije ukafikiria hivyo ya kwamba ukiimba sana Mungu anafaidika, ukitoa sadaka sana Mungu anafaidika. Uongo. Anayefaidika ni wewe. Wewe ndiyo unayefaidika kutokana na Mungu, wala si Mungu anayefaidika kutokana na wewe. Haleluya. Zungumzi hayo, lakini nasema kwa sababu ya kutojua, kwa sababu ya kutojua atufurahii ama haya matunda ya upendo wa Mungu hatuyakuli. Haleluya. Bwana asifiwe. Hatuyakuli haya matunda ya upendo wa Mungu, haya matunda ya upendo wa Yesu hatuyakuli. Uwezo na nguvu za Yesu Kristo asitusaidii kwa sababu ya kutojua. Na ndio naomba katika jina la Yesu Mungu atusaidie zote tuweze kumjua Yesu kama vile Paulo alivyosema, kutumjua yeye na nguvu za ufufuo wake. Paulo alipojua haya alisema mambo yote amehesabu kuwa takataka, maana hakuna kitu angeweza kulinganisha na Yesu na upendo wake na nguvu za ufufuo wake katika jina la Yesu. Kitu ambacho ningetaka ujue jioni ya leo, ndani ya pendo la Yesu, ndani ya pendo la Mungu. Mimi nakwambia ukweli jioni ya leo, ndani la pendo la Yesu, ndani la pendo la Mungu, kila kitu chapatikana mahali pale. Ndani hili pendo ambalo alienda pale msalabani, kila kitu kinapatikana mahali pale. Njia ya kupata ndiyo tunastahili tujue katika jina la Yesu Kristo. Na jioni ya leo nataka kuzungumzia tu kwa ufupi, kisha tuingie katika maombi. Nataka nikuambie hivi, unaweza kuwa na Yesu Kristo ndani mwako, una Yesu Kristo. Haleluya. Umeokoka. Unaweza kuwa kanisani, mahali ambapo hakika nguvu na uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu anatembea mahali pale. Bwana asifiwe. Lakini usipokee chochote kutoka kwa Yesu. Unaweza kuwa na Yesu Kristo ndani ya moyo wako na usipokee chochote kutoka kwa Yesu Kristo. Maana niliwaambia tena, kupokea kwa Yesu Kristo sio automatic. Kupokea kwa Mungu Baba sio automatic, sio moja kwa moja. Haleluya. Sio moja kwa kuwa umeamini Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, haimaanishi ya kwamba chochote ambacho unahitaji utapokea moja kwa moja. Narudia tena, haimaanishi chochote ambacho unachohitaji katika haya maisha utapokea moja kwa moja. Haleluya. Bwana asifiwe. Utapokea kile ambacho umeamua kupokea. Usisahau. Nasema katika hii safari ya imani, mimi nakwambia ukweli jioni ya leo, utapokea kile umeamua kupokea. Kile umeamua kupokea ndicho ambacho utapokea. Na ndiposa utapata katika kanisa, mchungaji ni mmoja, waimbaji ni wale wale, lakini utapata kuna watu wanapokea mambo makubwa, kuna watu wanaponywa na wengine hawaponywi, kuna watu wanabarikiwa na wengine hawabarikiwi, kuna watu wanainuliwa na wengine hawainuliwi, kuna watu wanaacha imani wanarudi nyuma na wengine wanasonga mbele. Inategemea wewe mwenyewe unataka kupokea nini, uko tayari kupokea nini kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haleluya. Hata hapa wengine watainuliwa, wengine watainuliwa, wengine watasema pale kuna Mungu, wengine watasema waoni Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna watu watashuhudia waseme mahali pale kuna Mungu, wengine watasema hakuna Mungu. Si hata kwamba hakuna Mungu, hapana. Haleluya. Ni kwa sababu hawako tayari kupokea chochote. Kwa hivyo unaweza kaa na Yesu Kristo na maisha yako yakabaki vile vile, usipokee chochote kwa sababu hauko tayari kupokea. Haleluya. Hauna imani ya kupokea kutoka kwake Yesu Kristo. Kwa hivyo kupokea kutoka kwake Kristo Yesu mwana wa Mungu sio automatic. Ni kile ambacho umeamua kupokea wewe mwenyewe. Na mimi jioni ya leo, mimi nawauliza katika jina la Yesu, na hili swali nawauliza. Unapokuja kwa ibada, moyo wako unapokuja kwa ibada, moyo wako uko vipi? Umejiandaa vipi? Unataka Yesu akufanyie nini? Unaamini nini? Haya, katika haya maisha kuna kitu ambacho unamwaminia Yesu.
kuna kitu ambacho hakika unamwaminia Yesu, kuna kitu ambacho hakika unatarajia kutoka kwa Yesu, kuna kitu ambacho hakika unamuomba Yesu. Kunacho ama uko tu, haleluya, uko kwa ibada tu, unaimba tu, unarukaruka tu, wewe ni mshirika wa kanisa tu, hakuna kitu ambacho unatarajia kutoka kwa Mungu, hakuna kitu ambacho unatarajia kutoka kwa Yesu. Wacha nikwambie katika jina la Yesu, usikae mahali hapa na hakuna kitu ambacho unatarajia kutoka kwa Yesu Kristo. Maana usipotarajia kitu kutoka kwa Yesu Kristo, mimi nakwambia hata nikuombee hautapokea. Tarajia katika jina la Yesu Kristo kupokea kitu kwa Yesu. Tarajia, kuwa na matarajio, kuwa na imani, amini kikamilifu ndani ya moyo wako ya kwamba Yesu Kristo, natarajia nifanyie hili katika maisha yangu, natarajia badilisha maisha yangu yawe hivi, natarajia aniponye, naamini Yesu Kristo ataniponya, naamini Yesu Kristo ataniinua, naamini Yesu Kristo atanipeleka mbinguni, naamini Yesu Kristo atanifufua. Kuwa na kitu ambacho unatarajia kutoka kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Usiwe mtu ambaye anakuja kanisani na ana agenda na Yesu Kristo. Una agenda gani na Yesu Kristo? Una agenda gani na mwana wa Mungu aliyekuja msalabani? Nataka niwaambie jioni ya leo, Yesu Kristo hakuenda msalabani bure. Haleluya, hakuenda msalabani bure. Tuje tuketi hapa, tujaze viti, haleluya, tujaze kanisa, na hakuna kitu ambacho kinafanyika katika maisha yetu, hakuna jambo ambalo linaonekana katika maisha yetu. Yesu Kristo alikuja ili maisha yetu yabadilike, ili tufaidike kutoka kwa upendo wake katika jina la Yesu. Ningetaka kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo kuwa na kitu ambacho unatarajia kutoka kwa Yesu katika jina la Yesu. Hata mwaka huu unasema, mwaka huu ninatarajia, ninaamini katika jina la Yesu Kristo, Yesu Kristo Bwana atanitendea hili jambo. Na unapoamini unamuomba, unamwambia Yesu Kristo, ninatarajia ya kwamba mwaka huu, haleluya, ama kwa wakati wako, ili jambo Yesu Kristo utanitendea, hili jambo Yesu Kristo litatendeka kwangu, hili jambo Yesu Kristo litatendeka kwa biashara yangu, hili jambo Yesu Kristo litatendeka kwa maisha yangu. Yesu Kristo Bwana, ninakuamini, natarajia mwaka huu utanifungulia mlango katika maisha yangu, ili jambo utalitenda. Naye Yesu Kristo ni mwaminifu, atatenda. Lakini pasipokuwa na matarajio, pasipokuwa, mimi nakuambia, pasipokuwa kuna kitu ambacho unatarajia katika ibada, pasipokuwa kuna kitu unatarajia katika wokovu, pasipokuwa kuna kitu unatarajia na Yesu katika hii safari, hakuna kitu chochote utapokea. Utaona wengine wakipokea na utabaki mahali pale ukishangaa kuna namna gani. Mimi nakusihi katika jina la Yesu, na nawaomba katika jina la Yesu, kuweni na matarajio ya mambo makubwa katika jina la Yesu. Umbeni, haleluya, mambo makubwa, tarajia mambo makubwa, mambo yale ambayo wewe hauwezi, tarajia hayo katika jina la Yesu Kristo. Na muaminie Yesu kwa hayo. Mali tumesoma pinasema, na Yesu alipokuwa anaenda, kuna mahali pawili hapa tutaangalia katika Biblia. Nisikizeni katika jina la Yesu, tuangalie kitu mahali hapa, tujifundisha kitu katika jina la Yesu, jinsi ya kupokea kutoka kwa Yesu, jinsi ya kupokea kutoka kwa Yesu, vile unaweza pokea kutoka kwa Yesu. Haleluya, ni kutarajia kutoka kwa Yesu, ni kuamini utapokea kutoka kwa Yesu na kumuomba. Haleluya, wakati mwingine hata pasipo kuomba, ukiamini, haleluya, nitapokea hiki kutoka kwa Yesu, hakika Kristo Yesu utapokea katika jina la Yesu. Haleluya. Ingawaje maombi ni muhimu, mahali pale tumesoma, mahali pa kwanza binasema, na Yesu alikuwa anaenda nyumbani kwa yule mkubwa wa sinagogi. Haleluya, alikuwa anaitwa Jairo. Na Biblia inasema umati mkubwa ulikuwa unaandamana na Yesu. Kulikuwa na umati mkubwa sana. Na kuna kitu Roho Mtakatifu anaandika mahali hapa, na Roho Mtakatifu ameandika, amefanya ili jambo liandikwe ili tuweze kujifundisha kitu katika jina la Yesu Kristo. Sisi ambao tunaofuata Yesu, Roho Mtakatifu ameweka ili jambo wazi ili sisi tujifundishe kitu. Sisi ambao tunaofuata Yesu Kristo. Maana sisi tunafuata nani? Yesu Kristo, ndiye Bwana, ndiye Mwokozi wetu. Binasema yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiye uzima.
Tunamfuata nani? Yesu Kristo. Ndiye Bwana wetu, ndiye Mwokozi wetu, ndiye Mungu wetu, ndiye anayetupeleka mbinguni. Tunamfuata Yesu Kristo. Atufuate mchungaji, msinifuate mimi, fuateni Yesu Kristo katika jina la Yesu. Tunamfuata nani? Yesu Kristo. Nabii nasema hawa watu walikuwa wanamfuata Yesu Kristo. Nabii nasema walikuwa wakimsonga songa. Sijui unaelewa kumsonga songa inamaanisha nini? John hapa watatu, Simon, Bena na Njao. John hapa kuna kitu ningetaka kuwaonyesha katika jina la Yesu Kristo. Kusonga songa. Hebu nionyesheni kusonga songa mtu kuna kaaji. Kusonga songa mtu, kumsonga songa. Kumsonga songa. Musonga songa Bena. Musonga songeni Bena. Kwa nguvu. Hiyo ndio kumsonga songa. Hiyo kumsonga songa. Maana umati ulikuwa mwingi, ulikuwa unamsonga songa. Ulikuwa unamsonga. Biblia inasema walikuwa wanamsonga songa Yesu, maana walikuwa wengi sana. Kwa hivyo Yesu hakuwa hata na nafasi ya ku haleluya, hiyo ya kunji stretch, maana umati ulikuwa mkubwa sana. Watu walikuwa wanamsonga songa rundini. Na hawa watu waliokuwa wanamsonga songa Yesu, si hata kwamba hawakuwa wanashinda. Unafikiria hawakuwa wanashinda? Naona. Unafikiria watu hawakuwa wanashinda? Walikuwa na mashinda. Walikuwa na mashinda mengi. Kama hawakuwa na mashinda, wangemfuata Yesu, wangekaa nyumbani kwao. Lakini kwa sababu walikuwa na mashinda, walimfuata Yesu na wakawa wanamsonga songa. Wanafanya nini? Wanamsonga songa. Lakini hakuna kitu ambacho Biblia inasema kiliwafanyikia kwa ajili ya kumsonga songa nani? Yesu Kristo. Kwa ajili ya kuwa karibu na Yesu Kristo, kwa ajili ya kumgusa Yesu Kristo. Nina hakika kuna wengine walikuwa wanamgusa wasikie kama ni mwanadamu ama si mwanadamu, wasikie wako kama wao lakini kama si wao. Kuna mambo mengi walifanyia Yesu. Haleluya. Lakini hakuna hata mmoja tumeambiwa kuna kitu kilifanyika. Kwa sababu gani? Haleluya. Ni uamuzi wa moyo. Ni uamuzi wa moyo wako ndio unaogusa nani? Yesu Kristo. Ni uamuzi wa si wa mwili, ni uamuzi wa moyo. Haleluya. Unaweza kuwa mahali hapa, nisikieni katika jina la Yesu. Na mimi huwa nawaambia na nitawaambia tena katika jina la Yesu. Mwili wako usiwe hapa na roho yako haiko hapa. Haleluya. Mwili wako usiwe hapa katika uwepo wa Yesu na roho yako haimo. Imani yako haimo. Na wengi ndivyo walivyo. Mimi nawaambia 80% ya watu wanaojiita wa Kristo ni mili. Biblia inasema roho zao siko mbali sana na Yesu Kristo. Ndio Yesu anawaambia, kwa nini mwaniita Bwana wa mabwana, ila roho zenu siko mbali na. Kwa hivyo hawa roho zao zilikuwa mbali sana na Yesu, ila mili yao ilikuwa pale karibu na Yesu. Je, ni mwili wako ulioleta ama ni roho yako? Mahali hapa kwa Yesu ni mwili ulioleta ama ni roho yako? Kwa ibada ni mwili ulioleta ama ni roho yako? Mimi nakuuliza jioni ya leo, kanisani umeleta mwili ama umeleta roho yako? Umekuja kupokea kutoka kwa Yesu ama umekuja tu kwa sababu ni tamaduni, ama umekuja tu kwa sababu tumesema ni siku ya ibada, ama umekuja tu kwa sababu hakuna mahali ulionao pa kwenda? Haleluya. Kama umekuja tu sababu huna mahali pa kwenda, ni vizuri kuja, maana unaweza sikia, lakini usipobadilika hautafaidika. Biblia inasema katikati pale palikuwa na mama mmoja ambaye aliyekuwa amesikia habari za nani? Za Yesu. Nisikieni, nipungieni mkono. Hawa wote waliomsonga songa Yesu walikuwa wamesikia habari za nani? Za Yesu. Ndio wakamfuata umati mkubwa. Kama walikuwa hawajasikia habari zake, hawangemfuata. Na huyu mama ambaye alikuwa anatokwa na damu, pia nasema naye pia alikuwa amesikia habari za nani? Za Yesu. Kwa hivyo wote walikuwa wamesikia habari za Yesu. Lakini inategemea hizi habari za Yesu, ili neno la Yesu, kwa maana habari za Yesu ni neno la Yesu. Kile Yesu alitenda, kile Yesu atatenda, walisikia neno la Yesu. Lakini inategemea anayesikia
anahamua atafanya nini na hizo habari. Unahamua wewe, ili neno unalolisikia utafanya nini na hilo neno. Utaketi hapo utulie pasipo kuamini, utaketi hapo utulie pasipo kumwendea Yesu, utaketi hapo utulie pasipo kumwamini Yesu. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili huyu mama. Binasema aliposikia habari za Yesu, aliposikia habari za Yesu, na Biblia inasema aliposikia habari za Yesu na kaangalia hali yake na akalinganisha na habari alizosikia, na alipolinganisha hali yake na habari alizosikia na akajua hizi habari nimesikia kuhusiana na Yesu, sina uwezo wa kushughulikia hali yangu. Na mimi nataka nikuulize jioni ya leo, unakuja hapa kanisani unasikia neno la Bwana. Je, unaposikia neno la Bwana unalinganisha na hali zako za kimaisha? Unaweka katika mizani ile hali unapitia, unaweka katika mizani kuria ile hali unapitia, yale maisha unapitia, unaweka katika mizani hali yako na kile umesikia kuhusu Yesu Kristo, unaweka katika mizani. Haleluya. Unapima. Huyu mama aliposikia habari za Yesu, aliposikia neno la Yesu, aliweka katika mizani na akaangalia na akaona, vile nimesikia hii hali yangu, huyu Yesu Kristo ana uwezo wa kushughulikia. Na mimi nakwambia kila Jumapili tunaposikia neno, nje huwa tunapimisha na hali zetu, tunjiambie, lakini vile nimesikia na hii hali yangu na haya maisha yangu, Yesu Kristo Bwana ana uwezo wa kushughulikia sawa sawa na vile nimesikia, na sawa sawa na vile umesikia uamini, na sawa sawa vile umesikia umwendee Yesu Kristo katika jina la Yesu. Hizo hali zako. Huyu mama aliposikia na hakika imani yake ilijengeka, na akasema ndani ya moyo wake, haina haja hata nienda niwekelee mikono. Aliposikia habari, linasema alijiambia moyoni mwake, mimi hata nikigusa pinde la nguo lake nitapona. Na Biblia inasema nisikie, huyu mama alikuwa amefilisishwa na madaktari, alikuwa ameisha. Biblia inasema alikuwa amefika mwisho, na akasikia habari za Yesu. Akasikia habari za nani? Za Yesu. Mimi nawauliza, tunasikia habari za Yesu kila wakati, tunasikia habari za Yesu kila Jumatano, tunasikia habari za Yesu mahali hapa kila Jumapili. Je, hizo habari umezichukulia namna gani katika maisha yako? Hizo habari tumezichukulia namna gani katika hali zetu za kimaisha? Huyu mama aliposikia alizichukulia hizo habari na akasema nitasaidika. Na Biblia inasema katika akaenda vile vile alivyoamini ya kwamba nikigusa pinde lake nitapona. Na Biblia inasema akaenda akagusa pinde. Yesu akauliza, ni nani aliyenigusa? Na Petero akamuuliza. Lakini Yesu saa zingine unatushangaza. Watu ni wengi hapa wanakusonga songa. Watu ni wengi sana wanaokugusa. Mbona unauliza nani aliyekugusa? Haleluya. Nani aliyekugusa? Nisikieni, tunagusa Yesu kwa imani. Umesikia? Imani tulio nayo kwa Yesu ndiyo inayogusa moyo wa Yesu. Imani tulio nayo kwa Yesu ndiyo inayochota kutoka kwa Yesu. Na mara nyingi wanawaambia, musilie machozi ya kunjihurumia. Machozi ya kunjihurumia hayagusi Yesu. Unajihurumia, unalia usiku wote, hayawezi akagusa Yesu. Kile kinagusa Yesu ni imani kwake Yesu Kristo. Aliamini ya kwamba hizi habari nimesikia za Yesu, hata nikigusa pinde la nguo yake mimi nitapona. Na kaamini ndani ya moyo wake, kwa sababu imani ndiyo kifunguo, imani ndiyo njia, imani ndiyo mlango. Haleluya. Imani ndiyo mlango. Haleluya. Akaenda akagusa, na Biblia inasema akapona. Na Yesu alijua kuna mtu ambaye amechota kitu kutoka kwake kwa imani. Lakini waliomsonga songa, ambao walisikia habari hawakuwa na agenda, walisikia habari hawakuwa na matarajio, walisikia habari wameketi pale wameng'edhia. Haleluya. Hakuna kung'edhia hapa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kama hujui kung'edhia ni nini, uliza mbena, labda anajua. Haleluya. Ni kukaa tu hivi, umekondoa macho, umepanua mdomo, unashangaa, imani haijengeki, hakuna kitu kinafanyika. Katika jina la Yesu Kristo, imani yako ijengeke. Uamini neno la Bwana, umwamini Yesu Kristo
na utarajie jambo kutoka kwa Yesu Kristo. Na uamini katika jina la Yesu. Amini ya kwamba mama alisema, mimi nitaenda, nitagusa nguo yake, na nikigusa nguo yake alikuwa 100% atapona. Ndiposa alisukuma watu. Usifikiria watu walikuwa kidogo. Aliwasukuma, akiwatoa mpaka akafika mahali Yesu yuko na akagusa nguo. Biblia inasema mara moja akapona. Maana hilo ndilo ambalo alitarajia katika jina la Yesu Kristo. Alitarajia hilo. Hatujasoma, tuna mtu mwingine aliitwa Zakayo. Zakayo alitamani sana kumuona Yesu ndani ya moyo wake. Akawa anataka sana kumuona Yesu, na akasema mimi wacha tu, maana mimi ni mfupi, siwezi nikamuona, wacha nipande mkuju. Lakini nani aliona mwingine wa kwanza? Yesu alipofika pale, aliinua macho yake, akamwambia Zakayo, shuka upesi, yanipasa nile nyumbani mwako. Maana ile tarajio lake, ile imani yake, ile shauku yake kwa Yesu ilimvuta Yesu. Haleluya. Ni tarajio lako, ni imani yako kwa Yesu. Ni kile unatarajia kwa ibada ndicho kitavuta Yesu. Si kuwepo kwako. Ni kile unatarajia kwa ibada, ni kile unatarajia unapokuja kanisani. Hicho ndicho ambacho kitagusa Yesu. Hicho ndicho ambacho katika jina la Yesu kitakupatia muujiza katika jina la Yesu. Kwa huyu mama katika jina la Yesu, haleluya, alitarajia ya kwamba akigusa nguo zake Yesu atapona. Wale wengine walimsonga, walienda nyumbani na mashinda yao. Haleluya. Walienda nyumbani na matatizo yao. Lakini huyu alipona. Shinda iliyokuwa imemfilishisha, shinda ilikuwa imemfikisha mwisho. Haleluya. Ikafika mwisho katika jina la Yesu. Akawa na maisha mapya. Kwa hivyo kanisani, kwa sababu watu unajua, nisikizeni, tusiwe na mazoea ya ibada katika jina la Yesu Kristo. Narundia, tusiwe na mazoea ya ibada. Jameni, na wasi katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu, tusiwe na mazoea na ibada. Narundia tena, tusiwe na mazoea na ibada. Tusiwe na mazoea na ibada. Tusiwe na mazoea na kanisa katika jina la Yesu Kristo. Tusiwe na mazoea na ibada. Haleluya. Unajua, nilikuwa naambiwa story. Mama moja akaulizwa, kwa nini hukuenda kanisani? Akauliza, sasa nija kanisani kufanya nini? Maana kile kinaendelea kanisani sinajua tayari. Akaulizwa, unajua nini? Akasema, najua mutaimba wimbo 1, mutaimba kigoso. Haleluya. Fulana fulani ndiye atasifu. Najua fulana fulani ndiye ataomba. Najua fulana fulani ndiye atahubiri, atasema hivi na hivi, kisha mtafunga, kisha ibada itaisha. Mwambia, kwa hivyo mimi najua kile kitaendelea kwa ibada, kwa hivyo haina haja nije kanisani. Najua kile kinaendelea kanisani. Haleluya. Nisikieni na wasi katika jina la Yesu, musiwe na mazoea na ibada. Acha niwaambie jioni ya leo, nisikizeni katika jina la Yesu. Hata kama kwa ibada ni wimbo moja unarundiwa kila Jumapili. Haleluya. Hata kama ni wimbo moja unarundiwa kila, narundia tena, hata kama ni wimbo moja unarundiwa kila Jumapili. Wimbo moja tu ndio wanarundia. Hata kama mahubiri ni yale yale yanarundiwa, hakuna mengine yanaendelea. Hata kama muimbaji ni yule yule, musiwe na mazoea ya ibada. Murandi Roho Mtakatifu yuko mahali pale. Si watu wasio na Roho Mtakatifu wamekusanyika, bali ni watu waliokoka na wamejazwa Roho Mtakatifu, na wamekusanyika pale kwa ajili ya Bwana. Hata kama wataimba wimbo walioimba Jumapili katika jina la Yesu, hata kama mahubiri yatarundiwa miaka nenda miaka rudi, usiwe na mazoea na ibada. Nisikizeni katika jina la Yesu Kristo. Mimi nawaambia, kile unatarajia Yesu Kristo Bwana atakutendea. Yesu Kristo Bwana atakutendea. Ni Yesu Kristo anayetenda. Ni imani yetu kwa Yesu Kristo, sio mhubiri. Mhubiri anaweza kuwa
ana karama, hana karama. Haleluya. Lakini murandi muko pale kwa Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu anasema mahali 2 watatu wamekusanyika kwa ajili yangu, mimi niko katikati yao. Yesu asemi anakuja katikati yetu kwa sababu tunaimba nyimbo mpya kila Jumapili. Yesu asemi anakuja katikati yetu kwa sababu tunahubiri mahubiri mapya kila Jumapili, tunavaa uniform mpya kila Jumapili. Hapana, katika jina la Yesu. Mahali 2 watatu wamekusanyika kwa ajili yangu. Binasema wanafunzi walikuwa nakusanyika na nyimbo walikuwa naimba. Binasema they were singing hymns. Hizi hymns, hallelujah. Walikuwa naimba saburi. Walikuwa naimba nini? Saburi. Walikuwa naimba nini? Saburi. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo msitatize kutuletea nyimbo mpya tuelewe hapa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kutuletea nyimbo mpya tuele. Mwagisha kabla mtu tuletea nyimbo tumeelewa. Hallelujah. Si nyimbo mpya, si upya, ni roho yako. Roho yako katika jina la Yesu. Umejiandaa vipi? Hallelujah. Huyu mama ndiye apone. Ulisikia kuna kawimbo kalimbo. Zakayo ndiye ambaye shuka kuna kawimbo kapya. Nisikizeni katika jina la Yesu. Tusiwe na mazoea na ibada katika jina la Yesu Kristo. Msizoee ibada. Msiwe na mazoea na ibada. Unajiambia najua leo, unajua. Hallelujah. Msizoee ibada. Msizoee mchungaji katika jina la Yesu. Msiwe na mazoea. Mkiwa na mazoea hamtapokea. Jo kila Jumapili hiwe wimbo ni ule unatarajia kitu kutoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo Bwana atatenda kitu katika jina la Yesu. Nilikuwa nasikiza mhubiri moja, alikuwa anatoa ushuhuda. Nisikizeni. Ni Yesu Kristo anayetenda. Narudia tena, ni Yesu Kristo anayetenda. Kuwa na imani kwake Yesu Kristo, kuwa na kitu ambacho unatarajia kutoka kwake Yesu Kristo. Usiwe na mazoea na ibada katika jina la Yesu. Usiwe na mazoea na ibada. Useme najua leo wataimba nyimbo gani? Najua Simon anaimbanga namna gani? Achana na hizo katika jina la Yesu. Wewe njoo unatarajia jambo kutoka kwa Yesu Kristo. Hallelujah. Mhubiri mmoja alikuwa anashuhudia. Alisema alienda mahali, na alipoenda mahali akaambiwa wewe ndio utahubiri leo. Akasema hapana, mimi sitahubiri leo kwa sababu nimechoka sana. Nimechoka sana. Akaambiwa hapana. Fulani alikuwa hubiri lakini sijui kama alikuwepo ama kuwepo. Akaambiwa wewe uliyekuja ndio utatuhubiria. Na akakubali shingo upande. Na akasema akaenda akahubiri. Na akahubiri ujumbe mfupi sana. Na akasema wacheni tuombe. Akiwa anaomba ombi tu la kumalizia maana amechoka, akasikia kuna mtu anapiga nduru katikati ya umati. Mama anapiga nduru. Ui. Anasema nyoka imeenda. Akamuita akamuuliza nini? Akamwambia usiku, nisikieni. Hallelujah. Mama akamwambia usiku, mimi niliambia Yesu ishinda ya mgongo, nikija kesho kukutana kwa ibada Yesu Kristo ishinde ishe, na naamini ishinda ya mgongo kesho Yesu utaimaliza. Akamwambia nilimwambia Yesu kesho nikija kwa ibada nitaimaliza. Mhubiri aliyechoka, yeye hakuwa na hizo habari. Alikuwa anahubiri tu wakati upite na akaomba ombi. Lakini kuna mmoja alikuwa na appointment na nani? Na Yesu. Na alikuwa anatarajia Yesu. Na Yesu anasema mahali 2 watatu wamekusanyika kwa ajili yangu, pale mimi niko pamoja nao. Kwa hivyo jioni ya leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya Yesu. Ibada hii ni kwa ajili ya Yesu. Kama umekuja kwa ajili ya sababu nyingine, wewe ni juu yako. Lakini mimi niko mahali hapa kwa ajili ya Yesu. Na niliwaambia katika jina la Yesu, sikuanzisha huduma hii ili niwe na pesa. Mungu ni shahidi, sikuanzisha huduma hii niwe na pesa. Sikuanzisha huduma hii ili niwe na jina. Na ndio sababu huwa naambia Bwana apigane na wale ambao wanaopigana nao. Na mwambia ukweli jioni ya leo nikiwa mbele zake Bwana, Mungu atapigana na wote wanaopigana nao. Mungu atateta na wote wanaoteta nao. Maana siko mahali hapa kutafuta pesa, siko mahali hapa kutafuta jina, siko mahali hapa kutafuta umaarufu. Siusi tomato hapa, siusi mitumba hapa, siusi viatu hapa, sisongi nywele hapa, siusi tomato hapa. Hakuna, sifanyi biashara hapa. Siko hapa kwa ajili ya biashara, niko hapa kwa ajili ya Yesu. Na huduma hii nawaambia kuanzia leo ni kwa ajili ya Yesu. Kama kuna mtu ako mahali hapa kwa sababu nyingine, you are in the wrong place. Enda katika jina la Yesu Kristo. Narudia tena,
hata msiposema amen katika jina la Yesu. Huduma hii haiko hapa kwa sababu ya pesa, haiko hapa kwa sababu mtu apate jina, haiko hapa ili mtu apate umaarufu. Hatuko hapa kutafuta pesa, kutafuta umaarufu ama kutafuta jina. Tuko mahali hapa, hata Yesu Kristo Bwana alipokuwa mlimani, mimi nilimwambia, hata sikumuomba watu wengi, nilimwambia Bwana watu 15 niwafundishe neno lako, niwafundishe njia zako katika jina la Yesu, waende mbinguni. Tuko mahali hapa kwa ajili ya uzima wa milele na kwa ajili ya mbinguni. Hata miujiza si number 1. Number 1 ni uzima wa milele, ni wokovu na uzima wa milele. Tuko mahali hapa kwa ajili ya Yesu Kristo, tunakusanyika hapa kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa hivyo usiswai ibada hapa, si mahali pa kuswai ibada. Tuko hapa kwa ajili ya Yesu, na wanadamu wasikie huduma hii, kanisa hii ni kwa ajili ya Yesu, ni kwa ajili ya wokovu, ni kwa ajili ya uzima wa milele. Haleluya. Si kwa ajili ya watu wapate cheo. Kama mtu ako mahali hapa kwa ajili ya cheo, hata mimi mwenyewe niko mahali hapa si kwa ajili ya cheo, si kwa ajili niwe reverend ama niwe askofu ama niwe nini. Hapana, ni kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana. Kwa hivyo tunapokusanyika hapa, nisikieni kuanzia leo ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Na wacheni waambie, tukusanyapo hapa kila wakati, tunapokusanyika hapa, Yesu Kristo Bwana yu pamoja nasi katika jina la Yesu. Yesu Kristo Bwana yu pamoja nasi, maana kusudi letu na kiini chetu ni Yesu Kristo Bwana. Kwa hivyo Yesu Kristo yu pamoja nasi. Unapokuwa hapa, tarajia kitu kutoka kwake Yesu Kristo Bwana. Haleluya. Haijalishi, nimewaambia, hata kama wimbo ulioimba Jumapili ndio unarundiwa, hata kama neno ni lile lile, tuko hapa kwa ajili ya Yesu Kristo. Na kama mtu ako hapa kwa ajili ya nia nyingine na lengo lingine, basi hako mahali pabaya, hata faulu, hata fanikiwa katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Kama mtu wako hapa kwa ajili ya kusudi lingine isipokuwa Yesu, isipokuwa uzima, isipokuwa wokovu, basi hata faulu, hata fanikiwa. Hapa si mahali pa kufanikiwa kwa mambo ya watu binafsi. Hapa ni kwa ajili ya uzima na wokovu, na matunda ya uzima na wokovu yanapatikana katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tarajia Yesu Kristo mahali hapa afanye kitu katika maisha yako kuanzia leo katika jina la Yesu. Tutarajieni Yesu Kristo, tuwe na imani kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu, ya kwamba katika jina la Yesu hatabadilisha maisha yetu, ya kwamba atatuponya, ya kwamba atatupigania, ya kwamba atatutetea, ya kwamba atatuinua, ataleta uvivio, ataleta uzima. Haya mambo Kristo Yesu Bwana atayatenda katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na nawaambia usiku wa leo, kwa sababu ni kwa ajili ya Yesu, kwa sababu ni kwa ajili ya Yesu, nataka niwaambie jioni ya leo, Yesu Kristo Bwana anatutetea, Yesu Kristo Bwana anatupigania. Wote ambao walio kinyume nasi atapigana nao, atapambana nao. Katika yeye mwenyewe atapambana nao, atapigana nao. Wala njama na mipango yao mihovu haitafaulu, haitafanikiwa katika jina la Yesu. Ukanga na uchawi asitafaulu kinyume nasi. Haleluya. Sema amen. Ukanga na uchawi asitafanikiwa kinyume nasi. Sema amen. Hakuna uovu utafanikiwa kinyume nasi. Sema amen. Hakuna ubaya, hakuna chochote za kishetani, za kibinafsi kitafanikiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya Yesu, na Yesu Kristo ako pamoja nasi. Usinduae kama wale watu walimsonga Yesu wakaenda nyumbani na mashinda yao, na kusi katika jina la Yesu, usikae mahali hapa katika jina la Yesu na maisha yako yakatae kubadilika. Usikae mahali hapa na hali zako zikatae kubadilika. Ila ni wewe mwenyewe kwa kile ambacho unatarajia, ni wewe mwenyewe kwa kile ambacho unakiamini, ni wewe mwenyewe kwa kile ambacho unatarajia kutoka kwa Yesu, unamwaminia Yesu. Ni wewe mwenyewe kile ambacho umemwendea Yesu. Kwa hivyo kama hujakuja hapa kwa ajili ya Yesu, Jumapili inayokuja, Jumatano inayokuja, tafuta mahali kwingine uende, bali si hapa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Umesikia njaa? Nataka tuone baada ya muda katika jina la Yesu matunda ya upendo wa Mungu juu ya maisha yako yanaonekana. Matunda ya upendo wa Yesu wa kwenda msalabani yanaonekana, lakini hayakuji moja kwa moja. Yesu anasema
tangia wakati wa Yohana Mbatizaji hadi wa leo, ufalme wa Mungu unanyakuliwa kwa nguvu, na wenye nguvu. Inasema wenye nguvu, si wenye nguvu ya mwili, ni wenye nguvu ya imani katika jina la Yesu, wasiovunjika moyo, wasiokata tamaa. Mahali pengine pale tumesoma kitabu cha Mathayo 14:35-36, binasema Yesu alipoenda Genezareti na wale watu walimjua kwa ajili ya mambo ambayo Yesu alikuwa ametenda Genezareti. Ni mambo gani Yesu alikuwa ametenda Genezareti? Wale wasomaji wa Biblia, yule ambaye aliyoponywa yule mwenda wazimu alikuwa ametoka wapi? Genezareti. Binasema wale watu wakamjua Yesu na wakajua uwezo wa Yesu, maana walikuwa wamesikia habari za nani? Za Yesu. Yule mwenda wazimu alikuwa amehubiri huko, walikuwa wamesikia habari za Yesu. Na binasema wakaletoa wagonjwa wengi, lakini binasema kwa sababu walikuwa wengi sana, Yesu angeweza kuwekelea mkono. Wale watu wakamwambia, sasa Yesu, tunakuomba hata tukigusa pinde la nguo yako tupone. Binasema wote waliogusa pinde la nguo la Yesu walipona. Kwa sababu gani? Walitarajia, walikusudia, waliamini wakigusa pinde la Yesu watapona. Leo, jioni ya leo, ni nini unamwaminia Yesu? Ni nini unamwaminia Yesu? Nini unamwaminia Yesu katika haya maisha? Nini unamwaminia Yesu katika hii safari? Haleluya. Kwa nini hakuna Wakristo wana chochote kudhihirisha? Hawamwamini Yesu. Walizoea ibada, wanajua padri, misa tu, hivi na hivi, wanajua hata somo, wanajua kila kitu, wako mahali pale, wanasonga Yesu. Usiswai ibada katika jina la Yesu Kristo. Ukiswai ibada hautapokea chochote kwa Yesu. Usiswai ibada. Kila ibada kuwa na tarajio, Mungu atafanya kitu kipya ndani ya moyo wako. Kila ibada tarajia ujazo. Haleluya. Tarajia ujazo. Kila ibada tarajia kuinuliwa. Kila ibada tarajia imani yako kuinuliwa. Kila ibada tarajia uponyaji. Tarajia Yesu na muamini Yesu. Mwambie katika ibada ya leo, mkiwa hivyo hamtakosa ibada. Hakuna mtu atakosa ibada. Watu wanakosa ibada kwa sababu gani? Kwa sababu hawana lolote wanatarajia, na kwa sababu hakuna lolote unatarajia, hakuna lolote utapokea. Mimi nawaambia watu wanakosa ibada, watu hawaendi kanisa, hakuna kitu wanatarajia kutoka kwa Yesu, kwa sababu hakuna kitu unatarajia, nawe hakuna kitu utapokea. Kwa sababu hakuna kitu unaamini, nawe hakuna kitu utapokea. Hawa watu walitembea na Yesu, wakamsonga. Haleluya. Unyo tu unyo, lakini hawakupokea kitu. Umesikia njao? Walitembea unyo tu, walitembea mondo kwa mondo. Kila hakuna hata mmoja aliyepokea muujiza, isipokuwa huyu mama, lakini ndani ya moyo wake alikusudia. Walitembea na Yesu, maana umati ulitembea na Yesu. Kila hakuna mmoja Yesu alienda kwake isipokuwa kwa Zakayo, mtoza ushuru, haleluya, mwenye dhambi. Umati binasema ulikuwa mkubwa. Walitembea na Yesu, kila hakuna mmoja Yesu alimwambia yapasa leo nile kwako isipokuwa Zakayo, mtoza ushuru. Kwa sababu gani? Zakayo alikusudia ndani ya moyo wake. Kwa hivyo Yesu hagusi na umati, naguswa na imani ya mtu binafsi. Umesikia Bena? Siku ya kwenda kwa Zakayo, umati ulikuwa mkubwa unafuata Yesu. Na huo umati, hata wale ambao walikuwa wanatembea pale wakimpa story, kuna hata mmoja Yesu alimwambia leo naenda kula kwako, isipokuwa kwa Zakayo mtoza ushuru, kwa sababu ya matarajio na imani ambayo Zakayo alikuwa nayo. Haleluya. Acha niwaambie, msifikirie kwa sababu mko washirika 10,000 ati mtagusha Mungu. Ati Mungu anaguswa na washirika kanisani 10,000. Mumesikia? Msifikirie ya kwamba Mungu akiona kanisa lina watu 100,000 ukilia sasa inagusa Mungu. Uongo. Imani ya mtu binafsi. Unaweza kuwa watu 10,000, kwani mtu mmoja hapo tu anagusa Mungu. Imani. Unatarajia nini kutoka kwa Mungu? Mtu binafsi. Kile unatarajia, si umati, si wingi. Wingi haugusi Mungu. Sasa mfikirie
So mko wengi sana mumejaza kanisa hapo ndio Mungu yuko. Uongo. Imani. Tarajio yako kwa Yesu. Unatarajia nini katika jina la Yesu Kristo? Kama kanisa tunatarajia nini kama mtu binafsi? Kama una matarajio, tabaki pale, mwisho useme pale hakuna Mungu. Si kwamba hakuna Mungu, ni wewe. Umezoea ibada, umezoea mhubiri, umezoea kila kitu. Umekuwa mjuaji, unajua kila kitu. Haleluya. Tusizoee Mungu, tusizoee ibada. Tuwe na matarajio kila siku katika jina. Kwa hivyo watu wakagusa pinde la Yesu, binasema wote wakaponywa. Na wacheni waambie, hakuna mahali Biblia ilikuwa imesema akigusa pinde la Yesu watapona. Bila sema wakalewa mikono, lakini imani ilifanya mambo katika jina la Yesu. Unamwaminia nini Yesu? Unamwaminia nini Yesu? Nimewaambia hapa hatuusi tomato hapa, hatuusi nguo za mitumba hapa, hatuusi viatu, hatusongi nywele, hatufanyi biashara hapa, hatutafuti njina, hatutafuti umaarufu, hatutafuti cheo, hatutafuti utajiri. Hatuko hapa kundanganya watu, hatuko hapa kundanganya watu kuitisha sweet sacrifice nini. Hatuko hapa kundanganya watu. Hapa ni uzima wa milele. Binasema hizi miujiza na ishara zinafuatana nasi. Hila sio msingi wetu. Msingi wetu ni uzima, ni wokovu. Uzima wa milele, na haya mengine ni matunda ya uzima wa milele na wokovu. Hivyo Yesu hapa msingi number 1 Yesu. Sababu ya kwanza Yesu. Sababu ya pili Yesu. Sababu ya tatu Yesu. Sababu ya mwisho ni Yesu. Na ndio sababu hatuwezi tukaisha kulia. Mimi nawaambia nikiwa mbele zake Bwana, hakuna uganga unaweza kutumaliza. Hakuna. Mimi nasema, na kama mtu anafikiria uganga unaweza tumaliza, basi aende afanye ule ambao hajafanya. Ule uganga hajafanya, aende afanye. Kama mtu anafikiria uchawi unaweza tumaliza, ule uchawi hajafanya, aende afanye. Kama mtu anafikiria ushetani unaweza kutumaliza, aende afanye ule ushetani hajafanya. Kule haende. Narudia tena, kama mtu anafikiria kuna kitu atafanya kitumalize, aende afanye. Hata kama ni kwa shetani, aende huko kwa shetani. Kama ni sadaka ile hajatoa, aende atoe. Kama ni ibada ile hajafanya, aende afanye. Lakini kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya Yesu, na kwa sababu ili ni kanisa la Yesu Kristo, huu ni mwili wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye kichwa chetu. Nani kichwa chetu? Yes, ushirika huu, kanisa hili, kichwa chake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Sisi ni mwili. Na alisema atalijenga kanisa lake, wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Kwa hivyo yeye ndiye anayetujenga. Kwa hivyo malango ya kuzimu hayawezi yakatushinda, wala hayatatushinda katika jina la Yesu. Ile siku nitaondoka, mjue ni Mungu ameruhusu niende mahali pengine ama niende mbinguni. Ni Mungu, sio shetani. Sio shetani, si wachawi.